Sasa tayari tuna mgeni home studio. Bila shaka ni Stephanie Nyagawa, mtaalamu wa mita na mifumo wa shirika la umeme hapa nchini TANESCO. Unajua sasa hivi juzi hapa ni juzi kumezinduliwa mfumo wa ama tuseme matumizi ya mita za kisasa, yani mita janja ambao tayari umeshazinduliwa rasmi na shirika la TANESCO, uliotengenezwa maalum kuwawezesha wateja kupata umeme waliolipia bila ya kuhitaji tarakimu zile za haluku ama token, sawa, kuingiza kwenye mita kama ilivyozoeleka. Kwamba nitumie basi token hizo, unatumiwa alafu kaa hapo kwenye mita karibu, unamtajia zisifike kwa wakati, itakubidi usubiri sasa. Naam, karibu sana. Asante sana. Naam. Mfumo, tuanze kuangalia mfumo wenyewe jinsi ulivyo na utendaji wake wa kazi. Tunapozungumzia smart meter au mfumo wa mita, cha kwanza lazima tuiangalie kwanza mita hii. Tunaposema smart meter tunamaanisha nini? Smart meter ni electronic device ambayo ni mita. Kwa sasa tunasema mita janja, ambayo imewezeshwa kuwa na uwezo wa kukusanya data zile za kiumeme, kuzitunza na kuzisafirisha kiotomatiki kwenda kwenye mfumo. Kwa hiyo tunapozungumza smart meter, hatutaacha kuzungumza neno mfumo, kwa sababu ni lazima zile data zichukuliwe kwenye mita, zipelekwe kwenye mfumo. Zinazipofika kwenye mfumo ndio zinatoa uwezo sasa wa watumiaji wengine kuzitumia, ikiwa pamoja na bili, kutengeneza bili, kupata kwa mteja wa kawaida, kupata ile access ya kuona matumizi yake na vitu vingine ambavyo vinaendelana na mfumo. Tofauti na hizi ambazo zinatumika sasa hivi, ama zinazotumiwa na watu wengi zaidi, maana zote hata hizi si zinatumika sasa hivi, tuseme zinazotumiwa na watu wengi zaidi, tunaweza tukaita mfumo wa zamani? Hatuwezi tukasema mfumo wa zamani, tunaweza tukasema huu mwingine labda ni mpya, lakini huu ambao unatumiwa na watu wengi, acha tutumie hivyo kwa leo. Umesema tunaweza kusema wa zamani au tusiseme wa zamani? Tutumie tu kwamba unaotumiwa na watu wengi zaidi. Okay, kwa sasa hivi tunaendelea na hatujabadilisha nchi, yani mita zote. Kwa hiyo mifumo yote inaenda sambamba. Inaenda sambamba kwa sababu gani? Wako wateja ambao tunawabadilishia, wanaingia kwenye huu mfumo wa smart meter, na wako wateja ambao bado wako kwenye ule mfumo wa awali. Kwa hiyo mifumo yote inaenda, lakini tofauti yake kubwa ni kwamba mfumo ule wa awali au wa zamani, tunaweza kutumia lugha hiyo, unahitaji sana mtu kufanya kazi, kwa mfano kuchukua data, kuweka kwenye mfumo na hivyo. Wakati huu mita yenyewe ndio inapeleka data kwenye mfumo. Sawa. Kinachobadilishwa ni nini? Ni mita yenyewe, kwa maana kwamba sasa ni mita janja, ama ni mfumo kwenye mita zile ambazo tunazo? Hapo kuna vitu viwili. Cha kwanza ni kweli tunabadilisha mita, kwa sababu ili uende kwenye hii teknolojia lazima uwe una mita janja. Lakini pia cha pili, kuna ile style mbili. Ya kwanza tunasema mita replacement, yani wewe ulikuwa na mita ya zamani, tunakubadilishia, tunakupa mita janja. Lakini pia wewe ni mteja wetu mpya, na maana utapewa mita janja. Kwa style hiyo ndio inavyokwenda. Na wapi ambapo mmeanza kutoa huduma hii? Yani mtu ajue kabisa kwamba labda yeye hapo alipo atafikiwa lini. Kwanza, kama unavyofahamu, hii mambo ya teknolojia ni lazima kwanza ujiridhishe. Huwezi tu ukaanza moja kwa moja na teknolojia. Kwa hiyo tulianza na majaribio kwa mikoa ya Magomeni, tunazungumza TANESCO sisi, Magomeni Kusini, Kinondoni Kusini kwa maana zile ofisi za pale Magomeni, na Kinondoni Kaskazini kwa maana Mikocheni.
lakini na baadhi ya maeneo ya mkoa wa Kilimanjaro. Mikocheni pale wanapoita Chama pale. Tulianza majaribio pale, tulifunga kwa baadhi ya wateja tofauti kwa sababu ilikuwa bili tuweze tulifanya kitu kinaitwa proof of concept, kuangalia ile dhana ya teknolojia hii ili tupate njia mahususi au njia namna bora ya kuweza kuifanya ufungaji wa hizi mita na kufanya tuweze kuijua ile teknolojia kwanza kwa mazingira ya kwetu, kwa sababu unajua hizi teknolojia unaweza kuzichukua kutoka nje zikaja huku zikaja kusumbua kwa sababu ya mazingira. Sasa kwa hiyo tulifanya majaribio, nadhani tulianza 2022 tukafanya majaribio. Tulianza toka nyuma tukifanya majaribio. Kwa hiyo 2022 tukafanya majaribio proof of concept, tukajiridhisha kwamba bwana, hii sasa hivi teknolojia hii tukiboresha hiki na hiki na hiki itaweza kutusaidia katika mazingira yetu ya sisi ya Kitanzania. Kwa hiyo tukafanya hayo majaribio kama nilivyosema, Kinondoni kaskazini na kusini na baadhi ya eneo la mkoa wa Kilimanjaro. Tuliwafungia wateja, tukawa observe, tukaangalia vile vitu ambavyo tunavihitaji. Tulipojiridhisha, Machi mwaka huu ndio tukaanza rasmi kuzifunga. Na tunapozungumzia teknolojia yako mambo yake mengi ya kuzingatia. Kwa hiyo kwa teknolojia hii hatufungi mita, si nikisemeje kwa lugha nzuri, yani hatufungi kwa mfano unafunga mita moja Magomeni, lese unafunga hapa Darajani hapo lelini, alafu nyingine unaenda kuifunga Tabata kule shule. Hapana. Teknolojia hii inataka nidhamu fulani kwa sababu tunazungumza mawasiliano. Kwa hiyo kuna kitu kiko katikati ya mfumo na mita. Tunakiita DCU, data concentrator. Hii kwa lugha ya mfano wa picha tunaweza kuzungumzia kama transformer. Tunajua kwamba transformer inakusanya watu wote, wateja kama 200 wote wanaingia kwenye transformer moja, and then ndio wanapata huduma kutoka kwenye transformer. Na yenyewe data concentrator inataka kufanya kazi kama kwa staili hiyo, kwamba inakusanya wale wateja ambao wako kwenye transformer, halafu yenyewe inachukua zile data zao, taarifa zao, inazirusha kwenye mfumo. Kwa nini tumekwenda kwa staili hiyo? Kwa sababu tunapozungumzia, kwa hiyo hapa twende taratibu na msikilizaji wetu ili itakapomfikia hii huduma asishangae. Kwa maana hiyo kuna kama mtambo hivi mdogo ambao utafungwa katika eneo moja. Sawa kabisa. Ambao utawasambazia watu sasa hiyo huduma. Sio kwamba kila mmoja kwenye mita yake kwamba sasa mtachukua mafundi wenu anakwenda kuikorokochoa chochote kile, sio kuikorokochoa, kuifungua na kufunga huo mfumo. Bali mfumo wenyewe utakuwa ni kama ulivyotoa mfano wa transformer. Maanake kama kutakuwa na mtambo hivi fulani, utakuwa labda hapa tuseme hapa kwetu hapa. Alafu utahudumia wateja kama 500 hivi labda pengine. Uko sahihi. Labda tu kwa kuweka sawa, tunazungumzia mawasiliano. Sasa kama nilivyosema, mawasiliano yana aina nyingi. Sisi kama TANESCO tulijitahidi kutafuta njia rahisi lakini yenye ufanisi, isiyo na gharama. Kwa sababu unajua TANESCO inakaribia takriban wateja milioni 6 au kwa ujumla wao, lakini nchi nzima. Lakini kwa wale wateja ambao sisi tunawaita tarifu 1 au wale wateja wa single phase wako milioni kama kule 6, na maana hao ni milioni 5 plus. Sasa kwa teknolojia ambayo tulikuwa tunaitumia, labda niseme hivi kabla sijaenda kukujibu vizuri, tuna smart meter zipo kwa wateja wakubwa, wale wa tarifu 2 na tarifu 3. Wale teknolojia ambao ni wakina nani hao? Tunaweza kusema tukule basi kwa mfano wa picha na wenyewe ni viwanda. Viwanda kwa mfano hapa nyinyi mnawezekana mna mtambo mkubwa, nyinyi mkawa ni tarifu 2. Labda tukichukulia mfano kiwanda cha Nondo pale wapi Mikocheni, kile ni tarifu 3. Au hata viwanda vingi tu vya Bahresa. Tule mfano hapa nyumbani. Bahresa pale Buguruni, wale ni tarifu 3, kule Vingunguti yule ni tarifu 3. Na kokote aliko Bahresa almost yeye anatumia tarifu. Hata kile cha Chang'ombe pale ni tarifu 3. Kwa hiyo wateja tumewagaa kwa hivyo. Yaani sisi tunasema mteja wa tarifu 1 hazidi unit 7500. Mteja wa tarifu 2 anazidi unit 7500 lakini hazidi kVA 500.
Na yule mwingine anazungumza kitaalamu sana. Matumizi, nazungumzia matumizi. Matumizi yake kwa namna gani? Yaani kwa matumizi yako kwa mwezi hayatakiwi yazidi uniti unit 7,000. 7,500 hayatakiwi yazidi. Huyo anakuwa mteja wa tarifu 1. Lakini mteja yule wa kati wa tarifu 2 matumizi yake kwa mwezi zile units 7,000 zinazidi 7,000, lakini ameongezewa kitu kingine kinaitwa KVA, matumizi ya juu tunayaita maximum demand, haitakiwi izidi 500. Lakini mwingine yule wa tarifu 3 anazidi 7,500 lakini anazidi 500 KVA. Kwa hiyo ndio tulivyo ya wagawa wateja wetu kwa namna hiyo, kwa kuzingatia. Sisi watumiaji wa kawaida wa kwenye wa nyumbani, sisi kwenye nyinyi mko kwenye matumizi yasiyozidi unit 7,000. Lakini sasa nyinyi mmegawanyika tena kwa namna mbili. Kuna yule mteja ambao tunasema wale wa vijijini, matumizi yao hayazidi unit 75. Yule mteja wa kijijini kwa mwezi. Halafu kuna wateja mjini huku ndio wao tumewaweka wako hapo katikati wanacheza. Kwa hiyo ukizidi 7,500 wewe tunakuhamisha, unahama. Kuna watu wa kawaida kabisa kwenye nyumba hizi za kawaida tu, kwamba kuna mtu anaweza akawa na matumizi tu sio huko kwenye 7,000 hizo, 2,000 tu. Wapo 2,000 unit 2,000 wapo kwa mwezi. Unaweza kufika 2,000 kwa mwezi. Wa kawaida kabisa. Hapana. Hiyo hapana. Sasa kwa nini mmeamua kuweka 7,000? 7,000 kuna tunapozungumzia T1 tunazungumzia wateja wa njia 1 na njia 3. Ukienda nyumbani ule waya unaokuletea umeme nyumbani kwako utakuta moja unakuja nyaya 2. Kwa tunamleta wa njia 1. Lakini kuna wale wateja kwa mfano wa mashine za kusaga wana njia 3. Sasa tuliweka hilo gap kwa kuzingatia wateja hao wote, au tukaweka wote kwenye grupu moja, lakini wana ndani yake wamegawanyika. Sasa labda nirudi kukujibu swali lako kule. Tunapozungumzia wale wateja hao wa T1 sasa, kwa define hivyo ni wengi. Teknolojia iliyokuwa inatumika mwanzo ilikuwa na maana tunachukua ili simu ile mita iwasiliane, kulikuwa tunaweka sim card and then sasa ikishawekwa ile sim card kama simu yako unavyoweka sim card inawezesha mawasiliano sasa ukipiga hesabu kwa wateja hao milioni nilokutajia, let's say uweke hiyo sim card ambayo pia nayo itakuwa ina gharama, utakuta tunaingia kwenye gharama kubwa sana. Kwa hiyo ili kuipunguza hiyo gharama tunaweka kifaa ambacho kitatumia mawasiliano ya RF, radio frequency. Na napozungumzia radio frequency ni kama vile wewe upo nyumbani na ile mita yako unapowasiliana na mita. Huoni imeungana na mita, lakini una uwezo wa kuwasiliana. Kwa hiyo pale kuna mawimbi ya RF. Kwa hiyo chombo tunachokiweka kwa mfano yule mliotoa transformer kinakuwa kina RF. Kwa hiyo mita ya chini huku kwa mteja zile zote zitazozunguka hiyo RF hiyo DCU data concentrator zitawasiliana kwa RF. Labda mfano mzuri. Kwa sasa hivi kile kifaa tunachoingizia umeme pale nyumbani, kile ambacho tunatembea nacho, mita ni ile inayokaa kwenye ukuta, ni kwenye ukuta au kwenye ule nguzo ya umeme. Vile vidude ambavyo tunaingiza umeme sasa hivi, si tuna mabadiliko yamekuepo. Kuna vile ambavyo vidogo tu unakaa tu mwenyewe pale unachomeka, au unaweka hata betri au unachomeka kwenye umeme, unaingiza namba kimekubali, mambo yanakwenda. Kile huwezi kutoka nacho ukenda nacho mbali, hakikubali, ni katika eneo lile lile. Ndivyo ilivyo. Ni sahihi. Sawa. Kwa hivi tunavyokuja katika teknolojia hii ya sasa hivi, naweza nikaondoka nacho mahali popote pale na umeme ukaingia. Sasa ndio advantage ya teknolojia. Ukiwa na kile kingamuzi na uko within ile area ya transformer, kwa mfano huo mfano unaotema ambapo kile DCU kimewekwa, utaweza kuiaccess kwa sababu ile itapita kwenye ile DCU, itaenda kwenye mita yako. Kwa hiyo ni advantage ya kwanza. Lakini advantage nyingine au faida nyingine ya hii teknolojia ni kwamba ile DCU yenyewe itapeleka taarifa kwenye mfumo. Sasa tunapokuja kusema itapeleka taarifa kwenye mfumo, hapo inawezesha mawasiliano sasa ya hiyo mita yako
na mfumo na sehemu nyingine sasa wewe utawe kuwa. Sasa ile KCIU utakiacha. Kwa hiyo utahamia level nyingine ya mawasiliano. Kwa hiyo kimsingi utaona kwamba kwa teknolojia utaweza kutumia kile KCIU, watu wanakiita kiremote, ukiwa mazingira tofauti, lakini sio karibu sana na nyumbani, lakini eneo lile ambalo ile DCU ipo, lakini pia umeongezewa njia nyingine ya mawasiliano na ile mita yako kwa kutumia sasa mtandao. Kwa maana simu. Nikiwa hapa sasa hivi eneo hili la Tabata, mimi naishi Kimara, naweza nikanunua kwa hii teknolojia sasa ya mita janja, naweza nikanunua hapa umeme alafu kule ukaingia moja kwa moja. Ni sahihi kabisa, na ndio maana nimesema unaongezewa sasa ule urahisi wa kuifikia mita yako, kwa maana kwamba taarifa zako sasa zimesogezwa kwenye mfumo, na zilipofika kwenye mfumo zimewezeshwa kupatikana mahali popote, mradi tu wewe uwe kwenye mfumo. Turudi hapa kwenye haya majaribio na sasa ndio mmeanza rasmi. Kwa hawa ambao mmeanza nao kwa sasa hivi, Kinondoni Kaskazini, Kinondoni Kusini, mkoa wa TANESCO, yani mtu ambaye yuko katika eneo hilo ili na yeye apate huduma hii anatakiwa afanye nini? Labda niseme hivi, ni kweli tulianza hiyo mikoa miwili, ni kutajia mitatu, lakini sasa hivi mpaka sasa hivi tunapozungumza tumeshafika mikoa yote Tanzania. Kwa sehemu, yani tumeenda kwa sehemu kwa maana kwamba hatujafanya ile rollout kwa mkoa wote, yani kwa mita zote, ila kwa sababu hizi mita nazo ni gari kidogo na zinakwenda kwa process ya manunuzi, tunaenda tunaboresha. Sasa ili mteja afikiwe ni lazima tuende kwenye lile eneo husika, tufunge hicho kifaa. Kwa hiyo yako maeneo tunaenda nayo, kwa mfano Kimara sijaikumbuki vizuri, lakini nadhani Mbezi kutakuwa tayari wako wamefungiwa mita. Ukija huku Tabata eneo la Chang'ombe pale tayari wameshafungiwa zile mita. Kwa hiyo tunaenda hivyo, na ili wateja hawana haja kuwa na wasiwasi, kwa sababu mwisho wa siku wote watafikiwa, ila tu kuna haka ka utaratibu kwamba hatufungi kila mahali, tunafunga kwa utaratibu, na lengo la utaratibu huu ni kufanya urahisi wa mawasiliano, yani hivyo, ili mawasiliano yawe bora na yawe yani ufanisi, lazima tufunge kwa staili hiyo. Sawa, hapo bado hujajibu vizuri hapo. Msikilizaji, mimi nataka msikilizaji wetu aelewe vizuri ili akiingia katika hiyo huduma asiwe na wasiwasi. Yeye sasa, nyinyi si ndio mmeshafunga? Nyinyi ni TANESCO. Yeye sasa mwenye kuhitaji hiyo huduma anatakiwa afanye nini ili aipate sasa hiyo huduma? Manake hata transformer ipo pale, lakini kama mimi sijaamua kuingiza umeme nyumbani kwangu, manake sitapata umeme. Sasa mmefunga hicho kifaa kwa ajili ya hizi mita janja. Kama sijaamua kuingia kwenye huo mfumo? Ni kweli unachoongea. Kwa mfano, kuna taarifa mmoja wa mafundi wetu alikuwa anatuambia walikuwa mahali wameenda kutoa elimu kwanza, kwa sababu tunafika kwenye eneo tunakueleza, si una mita ile ya zamani, tunataka tuitoe ile tukupe mita janja, ndio tunachofanya. Lakini hatuitoi tu hivi, lazima tukupe elimu. Sasa kuna mtu mmoja akasema, mimi sitaki, nataka mitangu mniachie. Kwa hiyo kwa siku ile ya kwanza yule mteja alikataa. Lakini tukaenda kwa jirani yake mwingine akafungiwa, na mwingine akafungiwa. Sasa wale wateja waliofungiwa jirani zake, baada ya siku 2, 3, 4 wakafanya majaribio, wakaona umeme umeingia, wakaja wakamsimulia, bwana hizi mita nzuri bwana, kumbe umeme. Kwa hiyo na yeye akaja akasema, na mimi nifungie, kwa sababu mafundi walikuwa lile eneo. Kwa hiyo kinachofanyika, mteja hana kitu cha kufanya zaidi ya kusubiri kupewa huduma, kwa sababu TANESCO wanakuja wanaitoa ile mita ya zamani bure, wanakuwekea ile nyingine bure. Hamna gharama yoyote. Hapo kwenye kubadilisha hamna gharama, ila kama ni mteja mpya, ina maana utalipia zile gharama za kikawaida kabisa za huduma ya kwanza ya kufungiwa umeme, hiyo utalipia. Lakini kama una mita ya zamani, sisi tunachofanya, tunakuja TANESCO tunabadilisha ile mita bure. Lakini kabla ya kubadilisha, kama nilivyosema, tutakupa elimu kidogo uelewe, kwa sababu umezoea ile mita, na uweza ukasema, na changamoto ipo kwamba mita hii nimezoea mimi hivi na hivyo, kila mtu anavyofanya. Lakini tunakupa elimu, ibadilishe, tunakwambia tutaibadilisha, faida hii mita ni hii na hii na hii. Lakini kwa sasa hivi naona wateja wengi wamekuwa na mwitikio mzuri,
wametuelewa kwamba nini hasa tunachokitaka. Kwa hiyo mteja kama mteja kwa sasa hana cha kufanya kwenye mita yule ya zamani, atasubiri huduma ikifika. Na hilo mtalifanya nyinyi wenyewe tu kwa kujua wateja wenu na kuwafikia bila mteja kupeleka maombi? Hapana. Sawa. Na kwa huu muda mfupi tu, changamoto gani ambayo mmekutana nayo kwamba hii ndio changamoto kubwa tuliokutana nayo wakati huu tukiingia katika mfumo huu wa teknolojia ya mita janja? Changamoto kama nilivyosema hapo, changamoto ya kwanza ilikuwa wateja kutuelewa. Ya kwanza ile kwamba je, nyinyi mnapobadilisha hizi mita, unajua kuna ile dhana kusema hii mita kubadilisha. Changamoto za kiufanisi. So wewe ndio mtaalamu wa teknolojia. Of course hii ni teknolojia na ni teknolojia mpya. Kwa hiyo kwanza kulikuwa kuna changamoto ya kimazingira. Changamoto ya kimazingira ni kwamba let's say tumeamua tufunge pale mjini Posta Kati. Na teknolojia tunayoitumia ina changamoto ya nini, ya tuseme, tunasema kwa sababu hizi ni radio frequency ya vizuizi, sije nitumie lugha gani, yani ina attenuation au ina distortion. Kwa hiyo unaweza kukuta mimi nataka kuwasiliana, mita nimefunga hapa kwa mfano hapa ndani, lakini hili ni jengo refu na ile data concentrator yangu pengine iko upande wa pili wa jengo. Kwa hiyo unajikuta yale mawasiliano hayawi vizuri, kwa sababu napoanza na mteja wa kwanza simpati mteja wa pili, ila nikiwapata wateja wa pili wakazungushana kama hivi. Unajua hizi uzuri wa hizi teknolojia, zile mita zina uwezo zenyewe kusaidiana zenyewe kwa wenyewe zikiwa ziko karibu. Unaona? Sasa kama utamfunga mita mbalimbali, tumefunga pale kwa mfano jengo gani, tuchukulie mfano mjini pale kati tumefunga. Ile data concentrator iko nyuma kidogo ya jengo jingine. Kwa hiyo utampata huyu mteja wa huku kumpata inakuwa shida kidogo, lakini tuliweza kujua hiyo sababu. Kuna hizi teknolojia kuna visaidizi tunaita repeaters. Kwa hiyo mafundi wetu wanajua okay, tukiona hiyo changamoto siku ya kwanza inaweza tukakufungia leo, tuka observe wewe unapata hii changamoto. Kwa hiyo tunakuja tunalocate mahali tunajua okay, ngoja tuweke repeater hapa i-boost ile mawasiliano basi. Kwa hiyo ndio ilikuwa changamoto kubwa ambayo nisema mmeshaijua sasa. Na mmeshatua basi. Tunaingia kwenye teknolojia. Bila shaka TANESCO ni shirika linapaswa kupongezwa kwa hilo. Ingawa kuna watu wanasema mmechelewa, lakini pongezi ni pongezi tu. Tunashukuru sana. Sawa. Tunakushukuru kwa ufafanuzi huo na tunaamini nasi bila shaka muda si mrefu Kimara kule, tukianza na Kimara itakuwa vizuri zaidi. Maana sisi tuko kwenye mkoa pale. Ukifika pale tuna ofisi za TANESCO pale. Ni kweli. Kwa hiyo ule unaitwa mkoa? Ile ni wilaya. Sisi sio mkoa. Mkoa wenu nyinyi uko Magomeni. Watu wa Magomeni. Tunajua TANESCO Dar es Salaam imegawanyika, ina mikoa, ina Magomeni, ina Kinondoni Kusini na Kinondoni Kaskazini, ina Temeke, na Kigamboni. Sawa. Kwa sisi tuko sisi ni wilaya. Kwa ile inatamkwa wilaya ya Kimara. Umesikia? Sawa. Shukrani. Asante sana. Na huyo ni Stefan. Sasa ina labda nisamani sekunde kidogo. Kuna wilaya mbili. Kuna nyinyi Mbezi na nyingine iko kule iko mbele. Sawa. Basi huyo ni Steven Nyagawa, mtaalamu wa mita na mifumo kutoka shirika la umeme hapa nchini TANESCO. Tumezungumza hapo kuhusu mfumo wa matumizi ya mita za kisasa, yani mita janja, ambao tayari umeshazinduliwa rasmi na shirika hilo la TANESCO, uliotengenezwa maalum kuwawezesha wateja kupata umeme waliolipia bila kuhitaji tarakimu za luku kuingiza kwenye mita kama ambavyo ametueleza hapa. Basi tunakushukuru sana.